Mtazamaji, karibu sana, na tuko hapa kwa ajili ya mahojiano maalum, na kama imekuwa desturi yetu kukutana na wadau mbalimbali kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusu siasa, jamii, uchumi, michezo, sanaa, burudani na inategemea mijadala ya ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu. Na leo tumekuja huku Tabata ambako ni kwenye ofisi ya ndugu yetu Elfather Fredrick Mdasa, mwenyekiti wa taasisi ya Watu Kwanza Organization wa kwao, ambao tunakuja kwema. Mambo yanaendaje? Tunafurahi kwa kutukaribisha hapa ofisini. Kwa ufupi sana, nimefika hapa, hongera, pia una ofisi nzuri. Ofisi yenu unajihusisha na nini hasa? Taasisi ya Watu Kwanza inajihusisha na utoaji wa elimu kwa umma, ambayo inawezesha wananchi, kuwanyanyua wananchi kutoka hatua moja kwenda nyingine, tukifanya tafiti mbalimbali ambazo tunazipeleka kwenye jamii na pia kuzifikisha kwenye mamlaka husika ili hatua mbalimbali za kimabadiliko ziweze kuchukuliwa. Kama shughuli gani hasa, ama kama maeneo gani ambayo mmekuwa mkijikita nayo? Watu Kwanza imejikita kwenye mambo yote ya kijamii na ya kitaifa, hususan kwenye vitu ambavyo ni changamoto kwa nchi yetu, changamoto kwenye jamii zetu, na sisi tumekuwa tukifanyia kazi masuala hayo. Sio tu kwamba tunayaongea na sio tu kwamba tunafikisha tu elimu peke yake, bali tunafanyia tafiti na kuja na majibu kabla ya kuviongelea vitu. Kwa ukiona Watu Kwanza tunaongelea kuhusu swala foleni, tunaongelea masuala ya miundombinu, tunaongelea masuala ya misongamano katikati ya jiji na mambo mengine, ni kwa sababu baada ya kufanya tafiti. Na kama tulivyosema awali, ni tafiti ya Watu Kwanza iliyopelekea mabadiliko ya kuondoa tozo la motor vehicle license fee ambayo ilikuwa inalipwa kila mwaka kwenye magari, ambayo ikaletwa kwenye mafuta. Ilikuwa ni tafiti ya Watu Kwanza ambayo tulipitch kwenye maeneo mbalimbali, vyombo vya social medias, na kuwafikishia wabunge mmoja mmoja kwa kupitia email zao, kupitia WhatsApp numbers, jambo ambalo lilipelekea ikawa hoja katika mitandao ya kijamii na hatimaye serikali ikaweza kuiadopt na kuifanya kwa sheria. Mimi kufuatilia sana mtandaoni. Ndio. Na naamini mamia maelfu ya Watanzania na hata wasiokuwa Watanzania, kwa sababu mtandao inavuka, haina mipaka. Sawa. Wanakuwa wanafuatilia kwenye hilo eneo. Ndio. Na Elfather ni nani hasa pengine? Kijana Kitanzania ambaye ana mapenzi na nchi yake, na anatumia elimu yangu ambayo nimeipata, na elimu ya sheria. Ulisoma sheria? Nilisoma sheria. Ukusoma kabisa huko na swala ya miundombinu na nini? Pana, miundombinu ni vitu ambavyo unapokuwa tuna akili unaweza kupiga picha. Unakuwa rahisi kuweza kujua jambo hili liko sawa na hili haliko sawa, na kwa sababu taratibu nyingi zinaelezewa kwenye sheria ya mambo jinsi gani yafanyike. Basi elimu yangu na ufahamu wangu na kutembea hapa na pale, nikivijumuisha vyote vinanipa mwongozo wa kuweza kujua nini hapa kina mapungufu na ni namna gani tunaweza tukafikia mabadiliko ambayo yataleta manufaa kwa umma na jamii kwa ujumla. Hivi karibuni, mtazamaji, utakumbuka mjadala ambao pengine ulikuwa umeibuliwa na waziri wa ujenzi, ndugu yetu Abdalla Ulega, na mjadala ambao ulikuwa unahusisha mkakati wa kupunguza foleni katika soko, katika jiji la Dar es Salaam. Na mjadala huo ulienda sambamba na kuungwa mkono na wadau mbalimbali, na alitoa kama challenge pia kwa wasomi wa vyuo vikuu, na mwisho wa siku mshindi akapatikana kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye alijawadia kitita cha shilingi milioni 10 kama sehemu ya mkakati wa serikali, kwa maana ya proposal yake na njia ambazo amefanya kwa ajili ya kupunguza foleni. Lakini umemsikia pia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila mara kadhaa akizungumza, na yeye amekuwa na maoni yake binafsi na kila bila ambao wanafikiri kwamba jambo hili linaweza likafanyika. Nimekuambia nimesoma maandiko kadhaa ya Elfather pengine ya taasisi yao mtandaoni, ni kama walikuwa na challenge hivi, yani mipango ya serikali na vitu vingine kama hivyo. Ni kama pia wanaona kama njia zinazotumika sio sahihi, haziwezi kutupelekea kutupa mwarobaini ule ambao tunautafuta. Tuanzie hapo. Ndio. Mtazamo wenu ukoje kwenye jambo hili, na nyinyi mnaonekana kuwa against na pengine mikakati ya serikali? Sisi sio tu kwamba tuko against, hatuko against, ila tupo kwenye kuisaidia serikali, hususan watu wenye mamlaka kwenye kutekeleza mambo ambayo yatasaidia jamii na taifa. Sisi tunachokifanya ni kwamba sababu ile tufanya tukatoka kipindi kile challenge ile imetoka, ambayo ilikuwa inahusisha wasomi, wanafunzi, tukisema wanafunzi haswa, ni kwamba jambo lile tulikuwa tumeshalifanyia kazi zaidi ya miaka 10 iliyopita.
tuliona hakuna sababu ya kumfanya mtu akaenda miezi mingine ama miaka kadhaa kutafuta suluhisho ambalo tayari tunalo. Tunatambua chanzo cha foleni ni nini. Kwa hiyo tuliona tueleze umma na tueleze wizara kwamba wakati wanafikiria kutafuta majibu kutoka kwa wanafunzi, tayari sisi majibu tunayo, na majibu yalikuwa wazi kabisa. Na leo labda tunaweza tukaongelea zaidi kuhusu masuala hayo. Ni majibu ni chanzo ni nini? Tuanzie na chanzo. Chanzo ni nini hasa ambacho mmekiona? Lakini majibu ni yapi? Chanzo ni mnyororo wa matukio ya mnyororo wa kutokutekeleza kwa mambo katika watu ambao wana mamlaka kwenye nchi. Unamaanisha serikali imekuwa na mwenendo wa kutokutekeleza kutoka wizara mpaka wizara, na ndio inaleta huu mkanganyiko wote na sintofahamu. Ukiangalia Wizara ya Ardhi ndio ina jukumu la kupima nchi, kuhakikisha kwamba mipango inapangwa na maeneo yanapangiliwa vizuri kwa ajili ya maendeleo. Sasa Wizara ya Ardhi yenyewe imekosa mwongozo. Haina mwongozo, haina mpangilio, lakini haina sera ambazo zina madhubuti, na kingine ni kwamba haina vipaumbele vinavyowalenga wananchi moja kwa moja. Kwa hiyo ukijumlisha haya madhaifu ya Wizara ya Ardhi, utabaini kwamba unakosa kuwa na nchi ambayo ina mipangilio. Sasa unapokosa mipangilio, kinatokea kitu gani? Sasa ukiangalia kwa takwimu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya wizara yenyewe, nchi nzima Wizara ya Ardhi. Kwa hiyo kulingana na takwimu ambazo zipo, nchi ya Tanzania imekuwa surveyed, imepimwa, ni 15% ya ardhi yake ndio imepimwa mpaka 20%. Haivuki hapo. 15 tatu 20 mpaka 20. Inamaanisha 80% na zaidi ya nchi yetu haijapimwa. Na ukija kwenye jiji kama la Dar es Salaam ni 20 mpaka 30 ya mji mzima wa Dar es Salaam ambayo imepimwa. Ina maana kuna 70 mpaka 80 ambayo haijapimwa. Sasa kwa namna hiyo huwezi kupata maendeleo ya namna yoyote, kwa sababu kama maeneo hayajapimwa, tafsiri yake ni kwamba watu wanakosa mipango ambayo, yani maeneo ambayo yamepangwa kiusahihi, na kama umekosa mipango ya kiusahihi ya maeneo, unakosa miundombinu ambayo iko sahihi, lakini pia watu wengi wanaishi katika mazingira ambayo hawana hati miliki zilizokuwa salama. Kwa hivyo vitu vitatu vinakuwa ni changamoto automatically. Kwa hiyo watu hawana hati miliki zilizokuwa salama, na watu wanaishi kwenye maeneo ambayo yana miundombinu ambayo ni bora kwa sababu haikupangiliwa, lakini pia wanakaa kwenye mazingira ambayo sio rafiki. Sasa kinachopelekea haya yote ni mapungufu ya wizara husika, licha ya kwamba wizara ina maafisa ardhi na mambo mengine kama hayo, kwa sababu kinachopanga miji ni mipango miji. Watu wa mipango miji wanapanga maeneo kwa makusudi ya kuweza kujua watu wangapi wataishi kwenye maeneo husika, wanahitaji huduma gani watu hao, watahitaji shule za namna gani, kwa sababu ya idadi ya mpangilio wa eneo husika. Na hilo ndio linaloleta kujitosheleza kwa miundombinu, kujitosheleza kwa miji yetu. Kinachotokea sasa hivi, hatuna hivyo vitu vyote. Na ndio maana maujenzi yetu ni ya kiolela, na kwa sababu ujenzi ni wa kiolela, automatically wizara kama ya ujenzi na uchukuzi yenyewe inakuwa inaning'inia hapo katikati. Unaposema hatuna hivyo vitu vyote unamaanisha nini? Kwa sababu tumekubaliana kwamba tuna wataalamu hao ambao wapo kwenye kila maeneo, na pengine watu wanaona wanatimiza majukumu yao, wanatolewa vibali na vitu vingine kama hivyo, na mtu anaweza kupita mtaani akaona kuna nyakati hata unachukua hatua, unaona hapa imeandikwa bomoa, na leo ukifuatilia unaona hizo taratibu, bado unahisi kuna kitu hakiko sawa sawa mpaka. Sasa hilo linaweza likajibika kwa urahisi sana, kwamba hata pale walipoishia sehemu kubwa ya nchi yetu ilipoishia enzi hizo kupimwa, ni sehemu chache sana ambayo imeendelezwa, na ndio maana unakuta 70 mpaka 80 peke yake ya jiji la Dar es Salaam ambalo limepimwa. Kumbuka Dar es Salaam ni kitovu. Hivyo ukiona malalamiko katikati ya jiji, jiulize kuhusu sehemu zingine ambazo sio katikati ya jiji zikoje, yani sio miji mikubwa kama ilivyo Dar es Salaam ikoje. Hii ni kwa sababu watu wengi wanatangulia, yani watu wanatangulia kabla ya serikali kwenda kupima. Maendeleo yanawahi kwa sababu maafisa mipango miji wako katika maofisi wamekaa, na hawaendi kuendeleza maeneo kwenye upimaji kabla wananchi hawajafika kwenye maeneo husika. Kinachotokea, tuna jiji kubwa ambalo sehemu kubwa ya mji haujapimwa.
na watu wanaopima ni watu wanaopima kwa jitihada zao wenyewe, kwa gharama zao wenyewe, jambo ambalo mtu wa kawaida ambaye hana uwezo hawezi kumudu gharama hizo za upimaji. Kwa hiyo unaweza kuona kama mazingira yanajengwa katika namna hiyo, watu wanaishi katika mazingira hayo, unakosa vitu hivyo vya msingi, kwa sababu ili uweze kuwa na maendeleo ya kweli, ili uweze kustaarabika, panahitaji mipango miji, ambapo ukiongelea mipango miji ni kwamba huduma zote muhimu zinatangulia kabla ya watu kufika. Ina maana umeme unatangulia, maji yanatangulia, miundombinu, vitu kama simu, nyaya zake na kila kitu kinatangulia kabla. Na katika maendeleo hayo unakuta hata mashimo ya choo watu hawachimbi. Leo mwaka 2026 watu wanachimba mashimo ya choo Tanzania. Mwaka 2026 watu wanachimba mashimo ya choo. Kwenye nchi ambayo ina mipango miji kunakuwa na mfumo wa maji safi na maji taka, ambao wenyewe unakusanya maji safi, unakusanya maji taka kuyapeleka kwenye sewage system. Mkoloni alitengeneza hiyo. Nieleze ni sehemu gani watu wa mipango miji wametanguliza huduma hizo kabla ya watu kufika? Yaani watangulize kabla watu hawajahamia kwenye haya maeneo. Maana yake ni kwamba unakuwa na eneo ambalo limepangiliwa tayari, limeshakatwa viwanja, limepitishwa maji safi na mfumo wa maji taka, na hicho ndio kinachokufanya uende ukaombe kibali cha ujenzi katika eneo husika, ili uelekezwe utajenga vipi, msingi wako utakuwa wa namna gani, kwa sababu gani. Majukumu hayo unapewa vibali hivyo na mamlaka husika, kwa sababu wao ndo wanatambua ukichimba pale utakutana na muundombinu gani, chini kuna bomba la maji taka liko sehemu gani, bomba la maji safi limepita wapi, mfumo wa umeme umepita sehemu gani. Kwenye maendeleo katika miaka kama ya sasa tunapaswa kujenga nyumba ambazo hazina manguzo ya umeme yanapita juu. Umeme unapaswa kupitishwa chini kwa chini, unaibuka kwenye viwanja, sehemu ambayo nyumba, yani plot number fulani, umeme wake umeibukia chini kwenye kiwanja husika. Mtu anapokuja kujenga pale anaunganishiwa kwenye mfumo ule. Umeona? Sasa unapoomba kibali, tafsiri yake ni kwamba usije ukajenga tofauti na inavyohitajika. Leo hii Uswahili unaenda unapiga bati upande, unaambiwa uombe kibali. Kibali unaomba kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, sio kwa wataalamu. Sio kwa wataalamu. Na wataalamu hawezi kuingia kwa sababu gani? Kiuhalisia tu, japokuwa tunaweza tukatengeneza sheria zinazojaribu kuendana na uharibifu. Ukweli ni kwamba ili uombe kibali kile kinataka wewe upeleke mchoro wa kitu unachotaka kukijenga. Ndiposa uambiwe sasa katika eneo hili panafaa kujengwa nyumba ya aina gani. Hizo ghorofa zako 10 sio za hapa, unabidi utafute kiwanja kingine. Hapa zinajengwa nyumba za mwisho ghorofa moja tu, au nyumba zinazojengwa hapa zote ni za chini, au nyumba zinazojengwa katika eneo hili zisivuke ghorofa 5. Kwa hiyo huo ndio utaratibu. Tayari kuna utaratibu na mwongozo ambao umewekwa, na utaelezwa huu msingi wako umekaaje, ili usije ukakutana na ile mifumo ambayo imetangulizwa katika maeneo yale ya mipango miji. Leo ukimwambia mtu unataka kibali cha ujenzi, unataka kumuelekeza kitu gani? Kwa sababu hata ukienda na kuomba hicho kibali, hakuna kitu chochote ambacho unakichukua kama kigezo zaidi ya mtu anayejenga labda magorofa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kwenye mazingira ya kawaida tumejaribu kuweka mfumo ukubaliane na uharibifu ambao tumesha utanguliza, kwa sababu ya uzembe wa kutokuweza kutanguliza serikali kwenda kupima maeneo kabla wananchi hawajafika. Hili linashabiana nini na hii hadha ya kero ya foleni jijini Dar es Salaam na mikakati ya serikali? Okay. Sasa kwenye kero hizi unaweza ukaona moja kwa moja kwamba ukikosa wizara ya ardhi ambayo inapima maeneo kabla, utakuwa na mji ambao una congestion, yani una mfinyano wa watu ambao wamekaa bila hesabu maalum. Kwa sababu kazi ya mipango miji ni kujua katika eneo hili tumepima viwanja kadhaa vitakavyobeba nyumba idadi kadhaa, zinaweza kuwa na uwezekano wa kubeba idadi ya watu idadi kadhaa. Hivyo watajenga miundombinu inayoendana, zitajengwa shule za idadi kadhaa ambayo inaendana na watu waliokuwepo katika mchoro ule husika wa mpango miji. Watajenga masoko, watajenga vituo vya afya, watajenga vituo vya usalama na maeneo ya michezo kwa ajili ya kuendana na idadi ya mchoro wa mipango miji wa eneo husika. Sasa unapokosa kupangilia mji kwa namna hiyo, itakuwa ni jambo la ajabu sana ukitegemea kuweza kuwa control watu. Kinachotokea leo hii katika jiji letu ni madhaifu hayo ya Wizara ya Ardhi ambayo haina hizo sera, haina hivyo vipaumbele vinavyolenga mazingira ya watu, na hayo yote. Kinachotokea Wizara ya Ujenzi itakosa namna ya kujiweka katika mji husika. Ndiposa leo hii tukitaka kujenga barabara
tunatafuta wapi tupitishe barabara katika maeneo ambayo watu wameshatangulia, kwa sababu serikali haikutangulia kuyapima maeneo husika. Serikali ingalitangulia kabla, wasingalikuwa wanaweka X kwenye nyumba za watu. Kwa leo nyumba zinabomolewa kupisha njia, kwa sababu serikali haikuenda kupangilia miji kabla, na bado haiendi. Maafisa hao wanaamka asubuhi wanakaa ofisini, hawaendi kupima maeneo, kuelekeza kwamba mji huu utakaa vipi ili wajue idadi itakuwaje. Na ndio maana mtoto wako anaweza akawa anakaa Tabata anasoma Kibamba, kwa sababu hakukuwa na mpangilio wa kujua kwamba Tabata patahitajika shule za idadi fulani. Kama zitakuwa na shule za vipaumbele hivi na vipaumbele hivi, vinatakiwa viwepo Tabata, kwa sababu idadi ya watu tulioweka kwenye mipango miji baada ya kuchora michoro yetu inaendana na idadi ya shule zitakazokuwepo, idadi ya hospitali zitakazokuwepo. Kwa ukikosa hiyo unaharibu kila kitu. Kwa sisi tupo kwenye uendeleo wa mharibifu ambao unasababishwa na mcheni ya matatizo inaanzishwa kutoka wizara moja kwenda nyingine kwenda nyingine, mamlaka kuto kuchukua wajibu. Huo ndio ukweli wenyewe ambao tunaweza tukawa tunaupindisha. Sasa ulivyoniuliza kuhusiana na namna gani, ni kwamba jiji kama la Kariakoo, afisa mipango miji waliopanga Kariakoo hawakuipanga Kariakoo kwa makusudio hayo ambayo yapo leo hii. Ukimaanisha nini? Na maanisha hivi, aliyepanga Kariakoo na mazingira yake, kuweka hizo shule zilizopo Kariakoo, mahospitali yatakuwa wapi, majengo yatakaa vipi, hakujenga Kariakoo, hakuchora Kariakoo ibebe uzito ambao inaubeba leo. Leo hii Kariakoo watu wanavunja, wanajenga gorofa 10 ngapi kwenda juu. Aliyejenga ule mji hakukusudia hivyo. Na kwa sababu tumekataa kwenda kutanua, kwa hiyo tunazidisha idadi kubwa katikati ya Kariakoo. Unapojenga gorofa 10 ambazo hazina parking chini, hakuna maeneo ya michezo ya kujitosheleza, ndio maana unakuta tuna watoto ambao ni vichwa danda katika nchi yetu. Mtoto ambaye hachezi, mtoto ambaye hana mazingira salama, lakini hatuna maeneo ambayo mji unapumua. Kwa sababu tumebadilisha mfumo wa kile kilichokusudiwa awali. Dar es Salaam haikujengwa mji ule kuhimili ukubwa huo. Ukimaanisha Kariakoo ule mji wote haukujengwa kuhimili ukubwa huo. Ulifaa utanuke na mambo yabadilike. Kama najaribu kuelewa maana yake unachosema ni kwamba plani na pengine ilivyokuwa mwanzoni ilikuwa inafiti kwa wakati huo. Kwa sasa ni kama imeelemewa hivi. Sana. Imeelemewa sana. Na sasa hapa ndo utakapokuja kuona tulipokuwa tunaongelea swala zima la bandari kavu kuhama katikati ya jiji ili jiji liweze kupumua na serikali ijikite kwenye kutanua mji kuwa mkubwa na wa kisasa. Ngoja nikueleze mfano. Leo Kariakoo ukienda, haya mambo yote tunayoambiwa ya msongamano na foleni na vitu vyote, nenda kaangalia kwenye sehemu za kutembea watembea kwa miguu, paving stones zile. Mule zimepangwa biashara. Maana watu hawawezi kutembea tena. Watu hawawezi kutembea kwenye zile sehemu, wanabidi watembee kwenye barabara ya lami ambayo inatakiwa kutembea magari, kwa sababu wafanyabiashara, Kariakoo imekuwa ni duka. Wafanyabiashara wanaweka bidhaa zao nje, wafanyabiashara wanapanga mali zao, wanajitangaza kadri wanavyoweza. Wachuuzi mbalimbali wote wamejieneza maeneo yale. Kwa barabara hazipitiki. Katika sehemu ambayo haikukusudiwa kuwa yote ni soko, bali ilikuwa ni nyumba za kawaida za makazi. Sasa kinachotokea ni nini? Nyingi ya biashara zilizokuwa Kariakoo zinatoka wapi? Wafanyabiashara wanaingiza mikontena kutoka nje, zinakuja na mizigo, inashushwa Kariakoo. Ndio maana unakuta kuna magorofa yamejengwa kwa ajili ya kuhifadhi mizigo kama magala. Alafu chini duka kazi yake ni kuuza. Tunapoongelea kwa nyumba hii moja hii. Nyumba moja. Juu kuna mzigo kama store, chini maduka na sehemu zingine watu wanaishi. Na wanaoishi mule juu sio wanyonge, wana magari. Wanahitaji parking. Kwa hiyo unachokiona wamefukua chini unatafuta parking. Sasa hakuna parking pale. Kariakoo majengo yanayojengwa hayakidhi, naamini kabisa miaka inayokuja pakipatikana mabadiliko katika haya ambayo tunayakusudia, watu wa Kariakoo wanaenda kuwa na mji wa kizamani ambao utakuwa unakimbiwa baada ya kukimbiliwa. Niamini mimi nakwambia. Watu wa Kariakoo waliojenga ile majengo watakuja kujuta kutokana na kwamba waliopangilia ule mji na makusudio ya watu ambao wamewapa vibali kufanya vile walivyofanya kwa namna ambavyo wamepata vibali, watakuja kuyajutia maamuzi yao. Leo hii ule mzigo unatoka kama hesabu za kusadikika hivi na ibaki hivyo kwa kumbukumbu kwamba watu watakuja kujutia kinachoendelea Kariakoo kwa uhalali ambao wameupata wa kufanya vile wanavyofanya katika mijengo ambao wanajenga kinyume na ambavyo ilikusudiwa.
kwa sababu siku maendeleo ya kweli yatakapokuja, watu wakabadilisha hii dhana ambayo ipo na wakaamua kuondoa biashara zile ambazo zimezunguka jiji la Kariakoo, wakapeleka bandari kavu nje ya jiji, mizigo ikashuka kule, kwa sababu mizigo mingi ambayo inaenda Kariakoo ni mizigo ambayo inasafirishwa nje ya mji, yote hailiwi hapa. Wafanya biashara mbalimbali ndio maana unakuta mafuso yanapakia mizigo Kariakoo. Kuna maeneo ya kupakia mizigo. Binafsi nimefanya utafiti wa kutosha. Mizigo inakuja kutoka bandarini, container inapakuliwa, inapakiwa Kariakoo kwenye gorofa juu. Mfanya biashara anakuja ananunua mzigo, anauchukua na upeleka kwenye ofisi ya mizigo. Ofisi ya mizigo inapakia kwenye fuso kwa ajili ya kusafirisha. Ndio maana unakuta Jangwani kuna ofisi za mafuso. Unakuta Kariakoo ndani kuna maofisi yanapakia mizigo. Kwa sababu kwa sababu Kariakoo ni gala. Gala ambalo limetiwa upofu kutokana na nini? Kutokana na viongozi kuto kuchukua maamuzi sahihi, na inatukosesha vitu vingi. Kwa hiyo msongamano wa Kariakoo hauwezi kuondoa kwa kuzuia chombo kisiingie pale tena. Utazuiaje? Kwa sababu ile ni gala. Unazuiaje gala lisiingize chombo katikati ya mji? Lazima movement iwepo, kwa sababu bidhaa zinanunuliwa kutoka kwenye gala zinaenda kupelekwa kwenye eneo la kupakilia na inahitaji usafiri. Kwa hiyo kitakachotokea ni nini? Siku za usoni tutakapotanua makontena yakashuka nje ya mji kama kule Kwala ambapo serikali ilifaa kuwahi kwenda kupangilia vizuri, kitakachokuja ni kwamba makontena yatashuka kule, maduka yatakupo kule Kwala na nje ya mji, wafanyabiashara wataishi wengine kule. Mfanyabiashara kutoka mkoani ataagiza mzigo wake kule, kwa sababu roli itakuwa ni marufuku nje katikati ya mji. Mzigo utanunuliwa kutoka kwenye hifadhi ya mfanyabiashara ambaye ameweka ofisi yake Kwala. Ikitoka pale itapikiwa kwenye fuso ya kwenda mkoani ama kwenye treni ya kwenda mikoani. Hatarudi tena huko. Hatarudi tena Dar es Salaam. Kariakoo itabaki kuwa ni sehemu ya ovyo. Na hili nakwambia, lakini itakuwa ni ya ovyo ama ndio itakuwa impunguza gharama, kwa sababu bado kuna watu wanachukulia kule mizigo na kuja nayo Kariakoo. Kwa sababu message unatuma ni kama azifu, kama biashara itakuwa inaondoka hivi. Ukileta mipango miji iliyokuwa sahihi, maana yake ni kwamba serikali itajikita kwenye kubadilisha mazingira yaliyokuwepo, kuvunja majengo ya kisasa ya sasa ambayo yapo, ambayo ni maeneo ya ghetto, na kujenga miji ya kisasa kwa ajili ya kuwaweka wakazi. Kwa sababu hiyo ni jukumu la Wizara ya Ardhi, kujenga makazi bora kwa ajili ya wananchi. Hilo ni jukumu la serikali. Serikali itakapojikita kwenye kufanya hayo mambo, ina maana itajenga mji unaojitegemea. Mji unaojitegemea utakuwa na huduma zote za muhimu, ikiwepo maduka, ikiwepo hospitali, mashule. Ukiwa kwenye mji ambao ni wa kisasa wa kujitegemea, unaenda kufanya nini Kariakoo? Sikumbuki mimi mwenyewe Kariakoo naenda kwa nadra. Ninapokuwa kwenye sehemu unamaliza kila kitu huko koliko. Kwa hiyo utakapojenga miji ya kisasa, kutokana na ramani ambayo itakuwa sasa imewekwa ya kisasa, serikali kama kubadilisha Manzese, ikabadilisha Magomeni, ikabadilisha Keko, ikabadilisha Mbagala, hayo maeneo yote yatakuwa yamekidhi kuwa mji, kwa sababu itakuwa na ramani za mipango miji inayojitosheleza na huduma zote za muhimu za kukidhi watu wanaokaa kwenye eneo husika. Ndiyo kazi ya Wizara ya Ardhi, sio kutatua migogoro. Kutatua migogoro kama unavyosikia Mheshimiwa Rais anamteua waziri, anamwambia nenda katatue migogoro. Nenda katenge maeneo ya wafugaji na wakulima. Hiyo ni kazi ambayo itakiwa imeshafanywa miaka huko ya nyuma, kabla hatujafika miaka 60 ya uhuru ama 50. Umezungumzia kuhusu issue ya bandari kavu. Na ukaitaja bandari ya Kwala kama sehemu ya mwarobaini. Unahisi ni sababu nyingine ambayo inapelekea kuwa na msongamano huu na foleni katika jiji la Dar es Salaam? Ni sehemu kubwa ya foleni zetu zinatokana na hilo. Kama ninavyokuambia, makontena mengi sasa hivi bandari yetu imeongeza uingizaji wa makontena kutoka kontena 100,000 mpaka 110,000 kwa mwezi. Kwa mwezi mmoja. Ndio maana ninasema sio tu foleni, bali ni kitega uchumi kikubwa iwapo serikali itahamisha bandari zote kwenda Kwala, kwa sababu Kwala serikali inao eneo lake. Maana yake yale mapato yote ambayo sasa hivi bandari za watu binafsi ndio zinachukua, serikali ingekusanya hayo mapato ambayo yangeweza kuleta maendeleo kama mambo ambayo tunayoongelea ya kujenga miji ya kisasa na vitu vingine kama hivyo. Kwala kutokutumika kwake kunazua ukakasi. Sio tu kwamba nazalisha foleni, ni kweli kutokutumika kwa bandari ya Kwala ndio chanzo kikubwa cha foleni cha Dar es Salaam. Kwa sababu pindi tutakapoweka matumizi ya bandari ya Kwala, mizigo mingi itaishia kule na maroli yatakuwa hayana sababu ya kuingia Dar es Salaam isipokuwa kwa kibali maalum.
Leo hii kama ninavyokuambia, container inachukua mzigo inakuja kuushushia Kariakoo na Kariakoo linageuka duka, hizo shughuli zingehama zingeenda Kwala. Kwa sababu Kwala ingekidhi hayo mambo yote. Kwa hiyo unachokiona sasa, uwepo wa bandari kavu Jangwani katikati ya mji, uwepo wa mafuso yakipakia mizigo pale Jangwani, yakipakia mizigo hapa Kariakoo, ni kwa sababu bandari kavu ya Kwala haitumiki, ambayo ingetumika yale mafuso yanapakia mizigo kwa kwenda mkoani, sio kuingiza Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mizigo michache ingeingia katikati ya jiji, mizigo mingi ingeondoka katikati ya jiji. Tafsiri yako ni kwamba mkakati ambao mpaka hivi sasa unachukuliwa na mamlaka za serikali bado ukubaliani nao? Sababu juzi tu hapa RC anasema masuala ya magari kupunguza, kuna wakati kuna mpango wa muda mrefu pia kwamba ikiwezekana wenye magari binafsi waishie labda maybe Mbezi ama hata Kimara, kama wanaotoka barabara za huku ama wanaotoka huko maeneo ya Mbagala waishie eneo fulani, ili watu waingie na kuwe na usafiri wa public labda mwendo kasi na nini. Maoni ya namna hiyo yamekuwa yakitolewa. Gari pia zinaonekana nyingine zilizoshisha muda wake bado zinajikongoja barabarani. Haya yote ni kama kwako ni sifuri vile. Kwanza yananifurahisha kwa sababu yananifariji kuona kwamba shida ambazo mimi nazisikia zikiniumiza wao pia wanazifahamu. Nikimwona waziri anaongelea kuhusu swala foleni, msongamano mkubwa, nafurahi. Kinachonichukiza ni kwamba hawana majibu sahihi. Badala yake hawaangalii kiini cha tatizo, wanajaribu kumtafuta nani wa kumkandamiza. Anatafuta mchawi. Mchawi nani? Hilo sio jambo sahihi. Ukienda Kariakoo na muhusika manispaa yenyewe, mavibali yale ya biashara zote zinazofanyika Kariakoo, jiji la Dar es Salaam. Leo hii kwenye jiji kama tunavyosema, maeneo ya kutembea kwa miguu yamepangwa mabiashara. Hiyo iko sasa sio tu Kariakoo peke yake. Iko Dar es Salaam nzima. Nenda hapa baada ya mataa ya soko la Mabibo, utakuta pale kuna parking za magari ya wauza magari, na pale hawakamatwi. Yaani watu wanaopaki kwenye hizi sehemu za paving blocks hawakamatwi. Nenda Mandela Road, utaona kuna ofisi ya TANROADS, pembeni ya ofisi ya TANROADS kuna maroli yamepaki na kuna kibao kimeandikwa ukipaki hapa ukiegesha faini 400,000 ama jela miezi 3. Pembeni yake kuna ofisi ya TANROADS. Hakuna hatua inaweza kuchukuliwa. Kwamba rudia hilo. Ukienda hapo Mandela Road na ukiingia hata kwenye ukurasa wa Watu Kwanza utaweza kuona hilo. Kuna bango limebandikwa kwamba ukipaki gari hapa faini ni shilingi 400,000 au uende jela miezi 3. Na kuna msururu wa maroli umepaki na ofisi ya TANROADS iko hapo ngambo ya pili. Maana sheria itekelezwe. Sio tu sheria itekelezwe, hakuna kitu kinachofanyika kinachoakisi uwepo wa sheria na utawala kwenye nchi. Hakuna kitu kinachoakisi uwepo wa sheria na utawala katika nchi yetu. Katika barabara kubwa hizi utaona bandari kavu jinsi gani maroli yao yanaegeshwa kwenye barabara yenyewe baada ya kujaza. Unaweza ukaenda kwenye ukurasa wa Watu Kwanza ukaona. Kwenye barabara kuu gari inapaki na wananchi wanatumia njia moja katika kipindi hiki ambacho mafuta yana gharama kubwa na maisha yamekuwa na gharama kubwa kiasi hicho. Hiyo haionyeshi tu kwamba sheria haifuatwi, inaonyesha hakuna utawala wa sheria kwa ujumla. Tumefikaje hapo sasa? Tumefika kwa kupuuza, kwa kutokutekeleza wajibu. Mnyororo wa watu kutokutekeleza wajibu. Kama ardhi hawakupanga na hawakusimamia kwenye upangaji waliokusudia, kwa sababu jukumu hilo ni kupanga na kukusudia. Eneo la kibiashara ibaki la kibiashara, commercial plots ibaki commercial plots, maeneo ya viwanda ibaki kwa maeneo ya viwanda, na namna hiyo maeneo ya michezo ibaki kwa maeneo ya michezo. Leo hii hakuna maeneo ya michezo kwenye mitaa yetu. Leo hii hakuna maeneo ambayo ni garden za kupumulia, watu wanapata hewa safi na kupumzika. Hauwezi kuwa na utimamu kwenye nchi ya namna hiyo, alafu utazalisha viongozi kutoka maeneo hayo bado. Leo hii watu hawana makazi bora kwa sababu serikali haijakusudia kufanya hilo kama kipaumbele, ingawa tunafanya kwa namna fulani, ila sio kwa kipaumbele. Nitakupa mfano. Kwenye National Housing Corporation, shirika la nyumba linajenga makazi. Moja kati ya makazi inayoyajenga yenye nafuu ni ule mradi wa Samia Housing. Nyumba inaanza milioni 38. Ukiachana na huo, mradi wa Morocco Square nyumba inaanza milioni 600 kwenda mpaka bilioni 1. Mradi wa Kawe 711 wenyewe umetumia bilioni 171. Una nyumba 422.
bei ya nyumba moja inaanza milioni 480 mpaka bilioni 1. Hiyo sio hela ya kununua nyumba Mtanzania wa kawaida. Watu wenye milioni 400 mpaka bilioni 1, hawa ni watu ambao walitakiwa waachwe wajitengenezee mazingira yao binafsi, kwa sababu wana uwezo wa kujikusanya kujenga estate ya kuwakidhi matajiri wa namna hiyo. Serikali haikupaswa kwenda kujenga nyumba za namna hii. Hiyo ndo ninasema wizara haina vipaumbele. Bilioni 171 iliyojenga mradi ule wa Kawe 711 ingeweza kujenga nyumba 6000 za milioni 25. Kama ni apartment 25 ingejenga apartment za milioni 25 6000 na ushe. Na kama ningekuwa za milioni 40 ingejenga takriban 4000 na kitu. Ipo tafiti nimefanya na documentary yake itatoka karibuni. Bilioni 171 imejenga nyumba 422, mradi wa Kawe 711. Ingejenga nyumba 6000 za milioni 25. Nyumba 6000 ambao kikao na nchi wa kawaida, ambazo ni familia 6000 zimeondoka kwenye umaskini. Tumekosa vipaumbele. Tunatumia pesa nyingi sana kwenye vitu ambavyo sio vya kubadilisha mazingira kwanza, ili tuje kwenye anasa, kwa sababu lazima ubadilishe mazingira ya watu wako kabla kuja kwenye anasa. Ukimaanisha nini? Tunaenda kwenye magari ya kifahari. Juzi ukisikia mkuu wa mkoa pia alitoa kauli ya kujenga ofisi ya bilioni 10. Bilioni 10 angeweza kujenga nyumba takriban 400 za wananchi. Hauhitaji ofisi ya bilioni 10 ya mtumishi wa umma, mfanyakazi wa wananchi. Bilioni 10 ya ofisi ya kazi gani? Wakati kuna makazi wa mkuu wa mkoa. Wakati kuna makazi duni, mvua ikinyesha maji yanaingia ndani ya nyumba ya mtu. Binafsi nashindwa kuelewa ni namna gani unaweza ukawa na fursa ya kubadilisha maisha ya watu na ukaiacha ikakupita mikononi wakati una mamlaka ya kufanya vitu. Mtu mwingine anaishi hapa, banda la mbwa wako inawezekana lina unafuu kuliko nyumba ya mtu. Watu mvua zinanyesha maji yanaingia ndani ya nyumba. Unazungumzia utitiri, tuna tofauti kubwa ya walionacho na wasio nacho sasa. Tofauti kubwa ni ya kimaamuzi. Tanzania sio maskini. Nchi yetu sio maskini, tunakosa vipaumbele. Sisi sio maskini, ni vipaumbele ndio tumekosa. Kama tuna uwezo wa kuservice magari kwa mwaka bilioni 558, pesa ambayo ingejenga nyumba za milioni 25, za milioni 30 nyumba 1016, ambao ni familia 1016. Familia 1016, usiongele nyumba anaishi mtu mmoja. Nyumba ambayo wangekaa familia 1016 ni pesa ambayo tuna service magari ya serikali kwa mwaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuna magari ya kifahari. Kwa sababu hatuna kwenye nchi yetu, sisi tuna high end vehicles. Kama vile ni taifa ambalo limemaliza shida, sisi bado tuna matatizo. Na kwa sababu tunasahau kwamba tunakufa. Nahudhuria sana misiba, naonaga hakuna mtu anaondoka na kitu. Tungekuwa tunakumbuka hilo, tungeweza kufanya vitu kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu ni matendo mema ndio yataishi kuliko vitu ambavyo tunavifanya kwa ubinafsi. Kwa sababu hili maana yake unaoisema ni kwamba hata ile mikakati ya kuwatumia wanachuo mainjinia ambao ni wanaokuja kwa ajili ya maproposal yaliyoandikwa kama sehemu, ni kama kwako unaona haiwezi kufanikiwa. Wazo la kutumia wanachuo na kuwachangamsha bongo ni jambo zuri, kwa sababu sio tu kuwachangamsha bongo, tunataka maana yake tafsiri yake matokeo, tunataka tuone matokeo. Kwenye swala la matokeo sasa, nikuulize wewe mwandishi, kama tafiti ambayo wao wameifanya umeiona, na iwapo tafiti hiyo ina mashiko na inaweza ama imeshatumika kwa namna gani kutuletea mabadiliko mpaka sasa tunavyoongea. Najua Jangwani bandari kavu bado ipo pale Jangwani. Nafahamu bado tuna makazi duni ambayo hayana mpangilio, maana yake hakuna mabarabara wala miundombinu haiwezi kuwa sawa. Wizara ya Ujenzi haiwezi kufanya kazi bora kama haijaungana na Wizara ya Ardhi. Ardhi inatangulia kupanga mji, ujenzi ndo aje ajenge. Wizara ya Ujenzi inaning'inia tu kwenye nchi yetu, haina shughuli inaweza kufanya. Na ndio maana nimekuhakikishia inabidi ivunje maeneo ili kujenga. Nitakupa ushahidi. Tabata dampo, upimaji wa kupitisha mwendo kasi, wamefanya survey zaidi ya mara 4 sasa. Kila siku wanasogeza. Kwa sababu gani? Ni kukosa mipango miji iliyokuwa salama. Kwa hiyo kama kweli kuna mambo ambayo yamefanyika na tafiti ipo ambayo imefanya mabadiliko, tuone, tusisikie tu, tuone. Kwanza tafiti itakiwa iwekwe hadharani, tuweze kuipitia, tuone kweli haya ambayo wameshinda kwa ajili yake yana mashiko kwenye kubadilisha nchi. Lakini pia waziri amechukua hatua gani kutoka kwenye tafiti hiyo, kwa sababu hakuwa anafahamu. Ina maana
amechukua hatua gani kutoka kwenye tafiti hiyo ambayo ameimplement, na sisi tuweze kuona kwamba kutokana na tafiti hii, na imepita kwenye mchujo mkubwa, mchujo mkubwa sana wa wasomi, maprofesa na nani. Ina maana kutokana na wizara kupitisha tafiti hiyo, ni nini tumenufaika kama taifa baada ya kutoa milioni 10 yetu, tuone kama nchi tuone kwa wanafunzi wetu, tuone imetubadilishia kitu gani katika taifa letu. Kuna wakati nipitia andiko lako ukazungumzia kuhusu ajenda za kodi pia kama sehemu ya jambo lingine tukwamisha. Hii ikoje? Kwenye kodi zitapendeza tu kama zinatumikia mwananchi moja kwa moja. Yaani mwananchi kama anaona kuna jambo linafanyika lenye kuweza kumnufaisha yeye, hatakuwa na tatizo kwenye ulipaji wa kodi na masuala yote yanayohusiana na kodi. Tatizo ni kwamba hata tunapolipa kodi kubwa, hatuzioni kodi zinaenda kufanya mambo gani. Sasa kama tunalipa kodi kubwa na maisha yetu bado ni magumu, lakini watu ambao wana mamlaka kwenye nchi wenyewe wanaishi kifahari kutumia kodi hizo hizo, wanaendesha magari ya kifahari, wakati matatizo yetu bado ni mengi. Bilioni 166 ni kama 0.8 ilikuwa ni hela kununua magari ya wabunge. Sasa tuna uwezo kuhamisha hizo hela kununua mashine za CT scan, tunaweza kujenga mahospitali ya kisasa na vitu vinaofanana na hivyo. Unaweza kuona taasisi yetu tulikuwa tunapambana na swala kusaidia watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi ambao wanatoka nchi nzima mikoani kuja Dar es Salaam kwa ajili ya huduma, kwa sababu huduma inapatikana Muhimbili, ndio kuna ma specialist. Unadhani tungehamisha nguvu hiyo hiyo tunaoweka kwenye vitu vya kuwajengea wabunge manyumba ya kifahari, kuwanunulia magari ya kifahari na watumishi mbalimbali, tukahamisha hiyo pesa kwenda kujenga mahospitali, vituo vya afya na kujenga makazi bora, tungepunguza matatizo mengi. Ukijenga makazi bora, tungepunguza vitu vyote hivi. Kwa hiyo kodi ya mwananchi ikireflect matumizi, mwananchi hawezi kuwa na tatizo la kulipa kodi. Kwa tunapolalamika mrundiko wa kodi kwenye bidhaa, mrundiko wa kodi kwenye huduma mbalimbali, tunalalamika kwa sababu mrundiko huo wa kodi hauakisi matumizi yake, lakini hauakisi hali ya uchumi wa nchi. Kuwe na makodi makubwa wakati watu wana vipato vikubwa, kwa sababu itaendana, lakini unakuwa na kodi kubwa wakati watu wana vipato vidogo, na matumizi ya kodi hiyo yanaenda kwenye vitu ambavyo havionekani. Leo hii mito haina kingo, nyumba za watu zinasomwa, mabarabara yanaondoka. Leo hii barabara ambazo zimejengwa kodi ya wananchi, bandari kavu zinajengwa katika maeneo hayo, zinapaki kwenye hayo mabarabara yanavunjika, badala yake wanaziba viraka na mavifusi ya matope na vitu vinavyofanana na hivyo. Kwa hiyo kodi kiakisi, sidhani kama kuna tatizo. Umekumbusha kuhusu barabara, kulikuwa na mjadala mkubwa hapa katikati. Wizara ya Ujenzi imepita bajeti yake kwa mbinde kweli, ndio nikakumbuka hiyo hoja yako uliyosema kuhusu Wizara ya Ujenzi kufanya kazi kwa karibu na wizara nyingine. Kabisa. Ili Wizara ya Ujenzi iweze kufanya kazi ya ujenzi sahihi, lazima Wizara ya Ardhi itangulie kumpangia mji kwa umakini. Na hii ni kuondoa wafanyakazi wasikae maofisini ovyo, bali waende kwenye field kuandaa. Leo hii toka uende pale TANROADS Mandela Road, hilo nalo lisema ndio utalibaini kwamba Wizara ya Ujenzi hakuna kitu inaweza ikafanya yenyewe binafsi, imelemewa. Na kwenye kulemewa huko kunazuia pia uchumi wetu, kunazuia uchumi wetu kwa namna kubwa sana, kwa namna kubwa sana. Kuna wakati nimeona makala yako inazungumzia sijui ulikuwa unajaribu utajaribu kunipitisha kuna jambo ulikuwa unalifafanua ukawa na relate Tanzania na mataifa mengine, hasa kwenye eneo hili. Kwenye eneo la nafikiri ulikuwa unazungumzia unasema tozo Tanzania tunautitiri hivi mpaka traffic sijui nini. Kwenye swala la leseni. Kuhusiana na leseni za uishaji wa leseni, mfumo wa uishaji wa leseni za udereva Tanzania. Na niliona hiyo ni ambao tumeshaifanya tayari, tukitaka wizara iweze kubadilisha, hususan Wizara ya Fedha ambayo ndo TRA iko chini yake. Sisi tunao mkakati ama namna sahihi ya kuweza kuweka mfumo utakaokuwa makini zaidi wa kuhakikisha kwamba leseni za udereva zinapatikana kwenye namna ambayo ni sahihi. Mfumo wetu wa sasa umegubikwa na mtiririko ama mrundikano wa mambo mengi sana ambayo hayamsaidii dereva, bali yanamdogosha dereva. Kwa sababu dereva zinapatikana kwenye namna ambayo ni sahihi.
mfumo wetu wa sasa umegubikwa na mtiririko ama mrundikano wa mambo mengi sana ambayo hayamsaidii dereva, bali yanamdogosha dereva. Kwa sababu dereva baada ya leseni yake kuisha anatakiwa afanye dhamira yake ya kutaka kurenew, ambayo anafanya online ama anaweza kwenda pale TRA. Baada ya hapo anatakiwa aende traffic kwenda kuhakikiwa. Kwa anaenda traffic kuhakikiwa, ni maamuzi sasa pale ya mtu binafsi kukuhakiki wewe. Na hapo tunapomkuingiza mtu ndo tunaingiza mwanya wa rushwa. Mtu ambaye tayari alikuwa na leseni unataka kumhakiki. Tafsiri yake inaleta mkanganyiko. Kwa nini kuwe na mtu kukuhakiki wakati tayari ushakuwa na leseni? Na ukienda pale wakati mwingine unahisi kama kuna mianya ya rushwa hapo ndani. Na wakati mwingine sasa unapoenda pale kwenye kusudio la kutaka kurenew, unaambiwa labda tuna kikao, tunaenda kwenye msafara, network iko chini, kwa hiyo mtu hawezi kurenew kwa wakati husika. Na wakati mwingine unaambiwa uje Jumamosi ama siku fulani ndo tunafanya majaribio, jambo ambalo mara nyingi halifanyiki. Kwa hiyo linajenga sana sana mwanya wa rushwa, kwa sababu utakapotezewa muda mara 2 mara 3, kumbuka wewe ni dereva ambaye umekuja unataka kurenew, sio unaomba leseni mpya. Una renew leseni, tayari ninayo leseni na nimekuja labda na gari nimeiacha chini, lakini unaambiwa natakiwa tukutaini, yani tukuhakiki, inaitwa kupasishwa na vieko ama traffic office. Ukiwa na hapa na ni utaenda labda Oysterbay pale, kituo cha zamani pale. Kwa pale ni matakwa ya mtu sasa. Kwa ule usumbufu wote ni wakazi gani wakati mtu tayari alikuwa na leseni? Kwa tunachokiona ni kwamba ule mfumo ungeondolewa, kwa sababu nchi zingine hawafanyi hivyo. Mtu akishakuwa na leseni yake, kwa sababu ili upate leseni ni sheria, ni utaratibu wa kisheria kwamba usome kwenye chuo kama Lena. Baada ya hapo utaenda traffic kutainiwa. Umemaliza chuo unatainiwa na traffic. Baada ya kutainiwa na traffic utapatiwa leseni yako na mamlaka ambayo ni ya TRA iko chini ya traffic. Ukishapata leseni, tumemaliza hilo jambo. Sasa kinachotokea ni kwamba bado unalazimishwa, mfano waliosoma NIT wao wanakuwa na vyeti vya udereva kwa sababu ya madaraja husika. Kwa hiyo wakishamaliza kupata cheti, anaenda nacho pale kwa sababu yale madaraja ni ya kibiashara zaidi, anatakiwa afanywe tena uhakiki. Kumbuka NIT ni chuo ambacho mwanafunzi analipa ada kwa control number. Anapewa cheti ambacho kina serial number. Kwa nini NIT isishibishe taarifa TRA moja kwa moja kwamba tuna cheti cha mwanafunzi huyu? Na kwa nini driving school isishibishe hizo taarifa moja kwa moja kwenye mfumo kwamba tuna mtu mwenye vyeti hivi yenye control number hii ama yenye serial number hii, cheti cha mtu huyu tunacho, ili automatically ninapotaka leseni usirudi tena kuniambia unihakiki, kwenye mfumo nipo. Iwe mtu automatically anaenda kufanya haya mambo mwenyewe. Kenya ukishakuwa na leseni, ukitaka kurenew ni kuingia tu kwenye mtandao na kujilipia na kupata leseni yako. Hakuna kitu kingine ukiwa nyumbani kwako. Ukienda Rwanda vile vile, namba yako ya simu na leseni iliyoisha utapata leseni. Uganda hivyo hivyo. Hakuna mambo sijui kwenda kutaini. Dubai unaenda kupima macho, majibu ya macho yanapitishwa moja kwa moja kwenye mfumo. Wewe ukienda kama umepita utatolewa leseni yako na unaweza ukajihudumia mwenyewe. Kuna mashine vioski kama vya ATM, unaweza kujihudumia mwenyewe na ukapata leseni yako, inaprintiwa hapo hapo na mashine. Hakuna mtu unakutana naye. Kwenye kukutana na mtu ili akujazie hayo madaraja, kukupasisha ama kukutoa madaraja, hapo ndo tulipoharibu. Kama ni utaratibu wa kisheria, huyu mtu hapa wa kazi gani? Huu ni mwanya wa rushwa na kupoteza muda wa Mtanzania ambaye alitakiwa ajenge uchumi, badala yake unaopoteza kwenye kitu ambacho kingeweza kufanywa na mfumo. Sasa kwa nini tuwe na mfumo ambao ni digital nusu ni manual, wakati una uwezo kufanya mfumo wote ukawa? Sasa kwenye kuziba hilo tukasema tuiambie mamlaka husika, ambao tumewafikishia hiyo kwa namna ya kimtandao, na bado tunataka kufanya nao mawasiliano kuwashauri warudishe mfumo wa kisasa, uwe mfumo wa kisasa zaidi usiokuwa na maamuzi ya kumuingiza mtu. Yani mtu pasikutane mtu na mtu. Mfumo wa kidigitali kuwasiliana mwenyewe na nini amalize mwenyewe. Mara baada ya mtu kupata leseni, mwanzoni kabla
taratibu ziwepo, lakini mara baada ya mtu kupata leseni pasiwepo na kukutana baina ya mtu na mtu kumpitisha ama kumpasisha wakati mtu ana renew leseni yake. Dereva heshimiwe kama tasnia zingine. Mbona madaktari hawapitii kusoma tena kama wanaenda kufanya kuomba kazi? Kwamba daktari rudi nenda kasome, daktari njoo tukuhakiki cheti. Kwa nini umbebesha? Kuna kusudio maalum kwa nini leseni inaingia kwenye wallet na sio kwenye begi kuibebesha kama licheti likubwa? Kwa nini umwambie dereva atembee na cheti cha udereva, atembee na barua ya uhakiki? Kwa nini kuwa na barua ya uhakiki? Barua ya uhakiki ambayo inatolewa na binadamu ambaye anaweza akapewa hela akakuhakiki kwa kitu ambacho hakipo. Akasema fresh, sio. Kwa nini uweke huo mwanya wa mtu kuhakiki? Kwa sababu lazima uende kwa RTO upate barua ya uhakiki. Yaani cheti chako, una cheti cha NIT, una leseni, uwe na barua ya uhakiki. Hii inaonyesha mamlaka zenyewe haziaminiani na hazitambuani na haziheshimiani. Leseni peke yake jitosheleze kumtambulisha dereva. Dereva sihitajika kutembea na nyaraka nyingine yoyote ya kuhalalisha leseni yake. Bottom point, leseni ijitosheleze kumtambulisha dereva. Usimbebeshe dereva mzigo makabrasha mengine yoyote kuhakikisha leseni yake ama kujiridhisha kwamba leseni yake ina uhalali. Uhalali uwe kwenye mfumo, kwa sababu kama kuna madhaifu sio ya dereva, madhaifu ni ya mfumo ambao umegubikwa na rushwa, unaoweza kumpenyeza mtu ambaye hana vielelezo akapata vielelezo. Hilo sio tatizo la dereva, ni tatizo la mfumo ambao upo kielektronic. Tunaweka fingerprint, tunachukuliwa na picha biometrics kwamba ni huyu, alafu unakuja unaikamata leseni yangu unasema ile leseni ni batili. Mimi nitamueleza waziri namna gani anaweza akadhibiti hayo, na yoyote atakayefanya hivyo waweze kuchukuliwa hatua kupitia mfumo huo. Tuna uwezo wa kuwashauri namna gani wafanye ili yoyote atakayeweza kupenyeza huo ubadhirifu aweze kunaswa. Ikiwa leo, ikiwa mwaka kesho, ikiwa mwaka kesho kutwa, siku yoyote anaweza kunaswa iwapo itabainika kwamba kuna leseni ya madaraja ambayo hayaakisi mtu alichosomea. Kwa hiyo tusimbebeshe dereva mzigo wa kutembea na makabrasha mengine. Kuna makusudi kwa nini leseni inafaa kutosha kwenye wallet na sio mtu abebane na licheti. Maeneo gani mengine unatamani pengine tufanye maboresho ama mabadiliko kwenye nchi yetu? Maeneo ni mengi mno. Mengi kwa ufupi. Kwa viongozi wakubwa, marais, mfano mkubwa ni rais. Nchi yetu inaweza ikafika mbali sana kwenye kukuza ajira, kuleta maendeleo ya kweli na vitu vinavyofanana na hivyo, iwapo tutawapa watu kazi kutokana na uwezo wao, merits, na sio kufahamiana na sio uaminifu kwenye chama na vitu vinavyoendana na namna hiyo. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo kwa miaka mingi nimevibaini katika nchi yetu tofauti na nchi zingine zote ni teuzi zinazofanyika katika nyadhifa mbalimbali haziendani na uwezo wa watu kwenye kutaka kuleta mabadiliko ya kweli. Teuzi zetu zinaendana na nani kafanya nini kwenye mfumo na nani anajuana na nani na vitu vinavyoendana namna hiyo. Hili hatuwezi kulificha, na ndio maana tunakosa watu wanaowajibika kwa ukweli kabisa, kwa sababu watu hawajapewa kazi kulingana na uwezo. Ukipewa kazi kulingana na uwezo, unapewa job description inayokutaka ufanye mambo fulani ambayo hayo mambo ndio vipaumbele vya taifa, ukavitekeleze, na ukishindwa una uwezo kutolewa kwa sababu umeshindwa kutekeleza kile kitu. Kwa hiyo tukiendana na kuweka watu kwenye uwezo ni jambo jepesi sana. Sasa hili linatuharibia sehemu kubwa sana kwenye kuteua viongozi, lakini mbaya zaidi kwenye kuteua kwetu mabalozi wanaotuwakilisha kama nchi, kwa sababu ubalozi ni fursa ya taifa kutambulika na kuheshimika na kujiendeleza, hususan balozi ambaye anaenda kwenye nchi zilizoendelea kushinda nchi yetu, nchi yenye fursa zaidi kushinda nchi yetu. Balozi anafaa kuwa mtu ambaye akili yake inachaji sana, na sio mtu ambaye anaenda kustaafu apewe ubalozi ambaye amefika ukingoni mwa utumishi, hana kiu ya chochote kuachieve kwenye maisha yake. Tukiendelea hivyo hatuwezi kupiga hatua, kwa sababu balozi anafaa kuleta vitu ambavyo vitaendeleza taifa kutoka kule aliko, full size taifa ambayo yameendelea ama mataifa ambayo tuna tofauti ya kimaendeleo katika sehemu fulani fulani, kwa sababu hatuwezi, hata kama balozi yupo katika nchi ambayo ni duni, lakini kuna kitu pale ambacho ni fursa
Kwetu sisi sio, ana uwezo. Kila sehemu kuna kitu cha kuiga. Balozi anafaa kuwa mtu akili yake na chaji sana. Ukichukulia balozi yuko kwenye nchi ya viwanda, yule balozi anafaa kufanya jitihada zote, kwa sababu ana muingiliano moja kwa moja na rais. Yeye ni rais ambaye anawakilisha Tanzania kwenye taifa lingine, na ndio maana ubalozi ni ardhi ya Tanzania. Ukiwa kwenye ubalozi ni ardhi ya nchi husika. Balozi akiwa kwenye nchi ya viwanda anapaswa kutuletea viwanda vilivyokopo kwenye nchi husika, kuwaambia umoja wa viwanda kuja kuwekeza kwetu, na ana uwezo kuongea na rais kwa kuweza kurahisisha mambo kwa namna yoyote, ili alete hivyo viwanda, ili alete hizo mashine, ili alete hiyo teknolojia katika nchi yetu, alete hayo masoko kwenye nchi yetu, kwa sababu ana uwezo huo. Balozi yupo Denmark, nchi ambazo zina kilimo kikubwa. Balozi yuko Jerumani, kuna maviwanda makubwa. Uingereza wana viwanda. Manchi yote duniani kuna vitu vya sisi kuiga. Brazil huko miwa kwa wingi. Balozi ana uwezo kuhakikisha kwamba analeta watu kutoka huko, kuleta elimu, lakini pia kuleta ushawishi kwa kuongea hata na rais kwamba rais, nimeleta watu waweze kufanya maendeleo kwenye nchi yetu. Tunaomba eneo la ardhi la kufanya maendeleo haya, kwa sababu uwekezaji kama huo unazalisha ajira za kutosha. Balozi yupo kwenye nchi ambazo zina ujenzi wa kisasa, zina wataalamu kama hivyo tunavyosema wa mipango miji na nini, ana uwezo wa kushawishi. Tunaomba tuchukue mfano wa hawa watu. Kuna wataalamu tunaweza tukawaomba waje. Unahisi una mashaka na kazi ambayo inafanyika kwenye uwakilishi wa hawa mabalozi? Mabalozi wengi wanaopewa nafasi katika nchi yetu ni watu ambao wameshastaafu, wanapewa nafasi kwa sababu moja ama nyingine. Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo ina ardhi yenye rutuba nyingi sana, ina malighafi nyingi sana. Nieleze balozi gani ambaye ametuletea labda viwanda vikubwa hapa ambao vimeweza kuajiri wananchi wengi vikabadilisha mambo yetu? Balozi gani ametuletea masoko makubwa? Wameitangaza nchi yetu. Kazi ya kutangaza nchi hata kwenye utalii sio kazi ya rais kufanya hivyo. Hizo ni kazi za mabalozi wetu. Walifaa kupeleka mapendekezo kwenye maeneo husika, kwenye nchi ambazo wapo, wajitangaze, waangalie fursa ni sehemu gani tunaweza tukafanya vivutio, wakaenda wakapresent nchi. Lakini tuna mabalozi ambao unaweza ukata na mashaka uwezo wao kupresent mambo katika nyadhifa hizo walizokuwa nazo. Balozi anaweza kwenda kuongea na rais wa nchi husika, waziri wa nchi husika, akamshawishi kwamba mimi nitaongea na rais, ulete hichi kiwanda na kwa miaka kadhaa utapewa fursa hizi za kukuza hii biashara. Rais anaweza kwenda kuongea na umoja wa wafanyabiashara, kuongea na umoja wa wakulima katika nchi husika, kuambia kuna fursa kule nyumbani, umoja wa wafugaji katika nchi husika, umoja wa wazalishaji mbegu, wanasayansi. Balozi yupo na uwezo kufanya hivyo? Ama balozi ameenda amekaa kama sehemu yake kustaafu? Unahisi ni wakati wa vijana sasa, kwa tafsiri yako? Vijana wenye uwezo. Vijana wako wengi, na vijana wako wengi wa ovyo, lakini wako vijana wengi wenye uwezo. Vijana wenye uwezo wapewe nafasi. Watu wenye merits, wenye mchanganuo, wenye maono. Sio tu elimu peke yake. Kuna watu hawana elimu sana lakini wana maono. Na ndio maana unakuta kwenye nchi za wenzetu maprofesa wao wana miaka 30, miaka 27. Sisi kwetu maprofesa wana miaka 90 na kitu, kwa sababu ni maprofesa wa makaratasi wengi. Madaktari, maprofesa wa makaratasi wako wengi. Wana uprofesa wa makaratasi, sio kuimplement vitu kwenye uhalisia. Hawana ile akili yenye kuweza kujenga akili picha ya kitu. Leo ukimwambia tunaweza tukafanya nini kuhusu swala fulani, hawezi kujenga akili picha ya kutransform Magomeni kuendelea kuwa na makazi bora, kuifanya Magomeni ikawa ni mji wa kisasa na namna gani afanye. Hana hiyo implementation kwa sababu hana akili picha hicho kitu. Kwa sababu mimi nishaongea na wasomi wengi sana, lakini unakuta msomi unaweza kumuelezea kitu na bado asikielewe, kwa sababu ufahamu wa baadhi ya vitu sio elimu tu peke yake ya vyeo vya kielimu, bali inatakiwa uwezo wa kujenga akili picha na uwezo wa kutambua vitu kwa mwisho kabisa. Kwa imeundwa wizara maalum kwa ajili ya vijana, na hasa baada ya mengi yaliyotokea huko nyuma, na rais akaahidi kwamba inawezekana hii ikawa ni mwarobaini. Pasi na shaka umeifuatilia na waziri Joel na Nauka. Nimeona. Unaiona inaweza ikawa mwarobaini wa matatizo haya mengi tuliyozungumza, ambao mengi yanawagusa vijana, na hasa kwenda kubadilisha ama transform mwelekeo wa nchi yetu?
Inaweza ikawa na mwarobaini kama itajikita kwenye uhalisia. Uhalisia wa kwanza ni kuwa na watu wenye uwezo, na watu wenye uwezo wapewe nafasi ya kuweza kusikilizwa kwenye yale ambayo wameweka uwezo wao katika hayo mambo. Kama una kijana na uwezo katika swala husika, labda la ufugaji, kama ukulima, kama mtu ana uwezo kwenye masuala ya teknolojia na mambo yanofanana na hayo, kama uwezo wao upo kwenye hayo na wakaweza kupewa support na yale wanaoyashauri yakaweza kusikilizwa pasi na kujali maslahi, kwa sababu usahau kinachotuharibia ni maslahi, tutaweza kufika kokote tunapotaka kwa sababu tutafanya vitu vinavyotekelezeka. Lakini tukikubali kuweka mbele kujuana na tukavipa vitu majina, labda vijana na nini, tutakuwa tunaipa tu vitu majina, lakini ndani yake havina dhamira ya dhati ya kwamba vinaenda kushughulika na masuala husika, na hilo ndio tatizo. Neno lako la mwisho ni lipi kwa Tanzania? Lisiwe la mwisho. Ile litakuwa tu la kwa sasa. Ni kwamba tunapaswa kwanza kujitambua kama taifa, kwamba ni taifa ambalo linahitaji zaidi kufanyiwa vitu kwa ajili ya manufaa ya watu wengi na sio wachache. Na viongozi wetu waliokuwa kwenye nyadhifa mbalimbali wakumbuke kwamba maisha ni utumishi. Ukibadilisha maisha ya mtu ama watu, ndio unakuwa utumishi wako umetukuka, na sio kujikubali wewe na kujirundikia wewe binafsi uweze kubadilisha maisha ya mtu mwingine. Na hili ni muhimu kwa sababu kesho yetu haijulikani. Leo mimi na wewe tupo kwenye nafasi ambayo ugali hauwezi kutupiga chenga, Mungu ametusaidia. Lakini watoto wetu hatuna uhakika kwa sababu mazingira hayako salama na hayamna maandalizi katika mazingira ya watoto wetu kwamba watakuwa na uhakika kama sisi ambavyo tumejiwezesha. Kwa hiyo ni vyema viongozi wachukue nafasi hiyo kuhakikisha kwamba sio kwa ajili yao wao, bali kwa ajili ya vizazi vyetu wote, na sio vizazi vya familia moja ama watu wachache. Tukifanya vitu kwenye mantiki hiyo na tukikumbuka kwamba hadhina yetu sisi kama binadamu ni utendaji ambao tunawafanyia watu wengine, kuhakikisha kwamba tunatatua matatizo ya watu wengine, sio tu kwamba watu watashukuru, bali Mungu wetu wa mbinguni atatushukuru sana na atatufidia haya yote mema ambayo tunayafanya, kwa sababu ndio dhamira yake, kwamba binadamu aliambiwa nendeni mkaendeleze nchi, mkazaane na mkaikuze nchi. Sio tu kwamba tujiendeshe magari ya kifahari, sisi ndio tuishi kwenye manyumba mazuri, hapana. Ni kwamba tuweze kutumikia na wale ambao hawana, ili sisi wote tuwe meza moja. Na hata kama tutakuwa meza moja, basi tuwe kwenye sehemu ambazo wote tunaweza tukafurahia manufaa ya taifa letu. Na hii inaweza ikatusaidia sana, tukiondoa maslahi binafsi, kwa sababu maslahi binafsi ndio vikwazo ambavyo vinatuzuia. Hata haya mambo ambayo tunalalamikia ni kwa sababu watu wamefumba macho kwenye uhalisia, wakizuia maslahi ya wachache huku watu wengi wakiumia. Haya yote tunayoongelea, ya mabiashara kupangwa kwenye maeneo ya watembea kwa miguu, bandari kavu zipo katikati ya jiji mpaka kwenye maeneo ambayo ni ya makazi na mwingiliano wa mji, kama yote haya ni kwa sababu tunalinda maslahi ya wachache huku watu wengi wakiumia, jambo ambalo hata Mungu hawezi kumpendeza, na Mungu ana uwezo wa kufanya mambo mengi sana. Nikushukuru sana. Mwisho kwa ulisema nikuulize swali, ndio nimekumbuka sasa hivi, hata nataka nifunge kuhusu sakata la RC wa Mwanza. Sasa pia ulifuatilia kwa dakika moja tu. Nilifuatilia, nimeliona. Umepata picha gani? Nadhani pale mheshimiwa alitakiwa asitoe majibu ya haraka, angemfuatisha mtaalamu anachokisema. Mtaalamu aliliweka vizuri kabisa kwamba iwapo huyu mtu anayo hati, kwa sababu naamini yule mtu amefanya safari za kutosha kwenye ofisi husika ya mipango miji na kwa mpimaji yule. Kwa hiyo alichokisema yule mpimaji, mheshimiwa alitakiwa angeliacha lile jambo ajiridhishe kwanza na majibu ya mpimaji, baada ya kusema anataka kwenda kufufua mipaka ya eneo husika. Kwa sababu mtu mwenye hati mkononi, hati ni sheria, hakupaswa yeye kutoa majibu ya yeye mfukoni mwake. Aitoe yeye mfukoni mwake. Katika hii nchi hati inafutwa na rais peke yake, kama sikosei.
Kwa hiyo hakupaswa kutoa majibu ya jumla ya kuridhisha umati wa watu wengi, huku akiinyima haki ya mtu ambaye kama kweli hati anayo, na mtu ambaye anahusika na taaluma ya mipango miji amemwambia ninaomba nikajiridhishe na mchoro huu. Basi kama yule mchoro wake uko sahihi, haijalishi wale wengine wako kwenye hali gani, sheria ifuate mkondo wake. Nataka kusema kwamba maamuzi yake yamechukuliwa very positive na watu wengi kwa sababu ya ufahamu ufahamu, na kama ninavyosema, tukiendelea na kwenda na ufahamu ama utashi binafsi tukaacha utawala wa sheria, ndio hapo tunapoenda kupotea kabisa. Kwenye utawala wa sheria inafaa tuifuate sheria inasemaje. Kama eneo limepangwa, ina maana zipo barabara ambazo zimepangwa. Haijalishi kuna neno alisemwa barabara inapita kule, watu wakasema kule kuna makaburi. Kama kule kwenye makaburi ndo barabara inakopita kutokana na ramani ilivyochongwa, basi makaburi yale itabidi yaipishe hiyo barabara. Kwa sababu ramani inafaa iheshimike, na mkitengeneza ramani sahihi kutokopo na maeneo ya kuzika na maeneo yote yanayohusika. Kwa hiyo pale kilichotakiwa ni kuhakikisha kama hati yake iko sawa, ina maana kuna mchoro katika eneo lile. Je, atabadilisha mchoro wote wa jiji kwa sababu ya kupitisha barabara ile? Swali hilo. Iwapo yule hati yake iko sahihi na ile hati ni halali na lile eneo lina michoro na wale watu wengine ndo wamejenga kinyume na mchoro, atabadilisha mchoro wote wa lile eneo kwa sababu ya kujiridhisha yeye ama kunufaisha kauli yake aliyoitoa katika eneo husika? Unataka kusemaje? Na maanisha ya kwamba hati ni nyaraka ya kiserikali ambayo ni nyaraka inatolewa kisheria kwa kufuata taratibu. Hati inapotoka ina maana imefuata taratibu zote za mipango miji. Kwenye taratibu za mipango miji kuna barabara zote zinazohitajika kuwepo katika eneo husika zikikidhi mahitaji na matakwa ya eneo husika. Iwapo hati ile iko salama na ni sahihi, sio ya kugushi, na beacon zipo na zinasoma kwenye pointi zile, haijalishi pale kuna barabara inapita, kama tamaduni inabidi warudi kwenye michoro kufufua ramani ile na watafute barabara inapita wapi na yule apewe haki yake. Bottom line. Nikushukuru sana. Ni Elfather Frederick Mdasa, mwenyekiti wa taasisi ya Watu Kwanza Organization Wakwao na tumemtembelea hapa ofisini kwake, tumezungumza mengi kuhusu masuala ya kijamii, na tunashukuru pia, bila shaka mpata darasa na elimu ya kutosha. Bila shaka wakati mwingine utatukaribisha hapa tena. Asante, karibuni wakati wote. Asante sana, na tuna la ziada wakati huu. Uwe na wakati mwema.